Nchi ya Ukraine imetangaza kuendelea na mashambulizi katika jimbo la Kursk huko nchini Urusi. Pia ripoti nyingine ambayo utaisikia muda huu ni kuhusu Uingereza kupendekeza kupeleka takribani wanajeshi 10,000 huko nchini Ukraine. Karibu sana katika undani wa ripoti hizi, ambapo utasikia ripoti kuhusu Ukraine kutangaza kuendelea na mashambulizi yake katika jimbo la Kursk huko nchini Urusi, na utasikia pia kiundani kabisa taarifa au ripoti kuhusu Uingereza kupendekeza kupeleka wanajeshi takribani 10,000 huko nchini Ukraine. Nikianza na ripoti kutoka huko mkoani Kursk nchini Urusi, ambako vikosi vya Ukraine katika mkoa wa Kursk nchini Urusi vimetangaza kuendelea na operesheni zake za kijeshi. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine anayefahamika kama Andrei Sybiga alisema katika mahojiano aliyofanya wikendi iliyopita, licha ya kwamba wanajeshi hao wa Ukraine wamezingirwa kwa kiasi kikubwa, kwa mujibu wa Moscow na Washington, ambako wakati akizungumza na NHK ya huko Japan, Andrei Sybiga alisema ya kuwa Kyiv imefikia malengo yake makuu katika mashambulizi hayo, lakini anaona kuendelea kuwepo katika eneo la Urusi kama kutoa mwafaka katika mazungumzo ya amani yajayo baina mwa nchi hizo, ambako Ukraine iliweza kuzindua mashambulizi hayo ya kuvuka mpaka wa Urusi unaotambulika kimataifa katika mwaka uliopita na kuteka mji mkubwa wa Sudiza na vijiji vingi katika mkoa huo. Walakini jeshi la Urusi liliweza kusimamisha harakati hizo, na tangu wakati huo limekuwa likirudisha uwanja uliokwisha kupotea mikononi mwa wanajeshi hao, ambako pia mkuu wa wafanyakazi mkuu wa Urusi anayefahamika kama Valery Gerasimov alisema Jumatano wiki iliyopita kwamba asilimia takribani 86 ya ardhi iliyokuwa inamilikiwa na vikosi vya Ukraine imechukuliwa tena, na kuwaacha wanajeshi waliosalia wamezingirwa na kutengwa katika jimbo hilo, kama ilivyotangazwa rasmi na Jenerali Alexander Syrskyi ambaye ni kamanda wa majeshi kutoka nchini Ukraine, ya kuwa wanaendelea na operesheni za kijeshi katika jimbo hilo la Kursk na wataendelea kufanya hivyo. Sybiga pia aliweza kusema hivyo Machi 15 kuhusu taarifa hii. Operesheni katika mkoa wa Kursk ni jambo muhimu na swala muhimu la mazungumzo katika kuelekea amani baina mwa nchi hizo. Hatima ya wanajeshi wa Ukraine wanaopigana huko Kursk ilishughulikiwa pia na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin mapema wiki iliyopita, akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Alhamisi. Alisema ya kuwa yuko tayari kwa wazo la usitishaji vita wa siku 30 uliopendekezwa na Washington pamoja na Kyiv katika mazungumzo yajayo ya hivi majuzi nchini Saudi Arabia, lakini akasema ya kwamba suala la vikosi vya uvamizi miongoni mwa mengine lazima litatuliwe kabla ya Moscow kukubaliana na hatua hiyo. Pia siku ya Ijumaa, rais wa Marekani Donald Trump alikiri ya kwamba maelfu ya wanajeshi wa Ukraine wamezingirwa kabisa na jeshi la Urusi na wako katika hali mbaya na hatarishi katika jimbo hilo. Wakati huo pia Kyiv iliweza kukanusha vikali ya kwamba vikosi vyake katika jimbo la Kursk vimezingirwa na vikosi vya Urusi, ambako katika chapisho kwenye jukwaa la kijamii la Telegram siku ya Jumamosi wiki iliyopita, kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikiri ya kwamba hali katika eneo hilo ni ngumu kwa Ukraine, lakini akasema hakuna mzingira wa wanajeshi wao katika jimbo hilo. Pia nje na taarifa kutoka mkoani Kursk huko nchini Urusi, pia nchi ya Uingereza imependekeza kupeleka takribani wanajeshi 10,000 huko nchini Ukraine, ambako waziri mkuu wa Uingereza anayefahamika kama Keir Starmer aliwasilisha mipango ya kutuma wanajeshi takribani 10,000 wa kulinda amani huko nchini Ukraine katika mkutano wa kilele wa ngazi ya juu wa mtandaoni huko London Machi 15 mwaka huu.
ambako mkutano huo ulijumuisha viongozi takriban 29 wa kimataifa ulioandaliwa na Uingereza kwa madhumuni ya kuunda muungano wa walio tayari ambao unaweza kuilinda Ukraine endapo kutakuwa na makubaliano ya amani na Urusi. Kikosi cha Starmer kinachopendekezwa cha kulinda amani kitajumuisha takriban wanajeshi 10,000, wengi wao wakitolewa na Uingereza na Ufaransa. Vyanzo vya kijeshi vya Uingereza viliweza kusema hivyo, ambapo nchi takriban 35 zimekubali kusambaza ujumbe wa kulinda amani na silaha, vifaa na msaada wa kijasusi nchini humo. Ujumbe wa kulinda amani utakuwa kikosi kikubwa chenye idadi kubwa ya nchi zinazotoa wanajeshi na kundi kubwa zaidi linalochangia kwa njia nyingine. Chanzo kikuu kiliweza kusema hivyo kuhusu taarifa hii, ambapo mbali na mataifa ya Ulaya, Australia, Canada na New Zealand walijiunga na wito huo, kama vile katibu mkuu wa NATO anayefahamika kama Mark Rutte. Kikosi kilichopendekezwa cha watu 10,000 ni kidogo sana kuliko wanajeshi 30,000 ambako Starmer inaripotiwa ya kuwa walipiga kambi kwa rais wa Marekani Bwana Donald Trump wakati wa mkutano wao huko White House mnamo Februari 20 mwaka huu, ambako hapo awali Rais Volodymyr Zelensky alisema ya kuwa washirika wa Ulaya watahitaji kupeleka wanajeshi takribani 100,000 hadi 150,000 kwenye mstari wa mbele wa kivita nchini Ukraine ili kuzuia Urusi ipasavyo. Vyanzo vya ulinzi vya Uingereza viliweza kuliambia shirika la habari la Guardian mnamo Februari 18 ya kwamba kikosi kidogo zaidi cha kulinda amani kinachoongozwa na Europa badala yake kinaweza kutegemea ujasusi, ufuatiliaji wa masafa marefu ili kutekeleza usitishaji vita hivyo. Kufuatia mkutano huo wa mtandaoni, Starmer alitangaza kwamba wanajeshi walio chini na ndege angani watatoa dhamana ya usalama kwa Ukraine kufuatia makubaliano ya amani ya baadaye. Muungano wa washirika utafanya duru ya pili ya mazungumzo ya kijeshi mnamo Machi 20, Starmer alisema hivyo. Ingawa Ufaransa na Uingereza zimekuwa zikizungumza zaidi kuhusu kutuma wanajeshi Ukraine, baadhi ya nchi ikiwa ni pamoja na Italia na Finland zimeeleza kutoridhishwa kwake kwa makubaliano hayo, ambako waziri mkuu kutoka nchini Italia Giorgia Meloni alihudhuria mkutano huo na kutoa sauti ya uungaji mkono kwa Ukraine, lakini akasema ya kuwa Italia haina mpango wa kushiriki katika kikosi kilichopendekezwa cha kulinda amani huko nchini Ukraine.